tutakuwa wapi? Tanzania tushikamane, tuliombee taifa letu, viongozi wetu wawe kielelezo, kwani Mungu ndiye kiongozi wao. Kuitetea imani yako wakati dunia ikitafuta amani, mimi na wewe tutakuwa wapi? Inafahamika kwa watu wengi kwamba mtu akikaa anasahau mambo. Ndio hiyo sasa tunakuja kuamsha wenzetu, na kando na kuamsha wale ambao ni waumini wenzetu, pia tunatoa mwito kwa wengine waweze kujiunga pamoja nasi na kanisa la Mungu tuweze kudalika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na kando na hayo tunashiriki kwa maombi ya kuombea nchi hizi mbili, tunaombea ulimwengu wote kwa ujumla, na pia tunaomba kwa ajili ya uchaguzi wenu unapokuja mwezi wa 10, amani iweze kushamili hapa. Ndio hiyo sasa imetufanya tuweze kuja. Tunaombea kanisa la Kinondoni, na pia tunaombea nchi yote ya Tanzania na pia nchi yote ya Kenya na ulimwengu wote kwa ujumla. Ninawashukuru sana kwa sababu Tanzania wamekuwa watu wema, wamekuwa watu wa amani, hawana vurugu. Mungu wetu awasaidia wakae hivyo hivyo, na sana sana sio kukaa hivyo hivyo tu, waweza kumwamini Mungu. Na karibia marejeo ya Kristo ambayo yanahitaji wa Kristo wawe tayari, kwa sababu tangu zamani kuna imani ya zamani ilikuweko, lakini wakati mwingine tukikaa tunazubaa, tunasinzia kwa hali ya kiroho. Hivyo tunahitaji kuamshwa tena, ndiposa mwana wa Mungu ajapo wengi wezekanavyo wawe tayari kumpokea. Kwa kweli kama raia wa nchi ya Kenya na nchi ya Tanzania, tangu jadi tumekuwa na mahusiano ya karibu sana. Ule undugu umekuweko tangu enzi ya kufukuza mkoloni na kupata uhuru, na hii imepatia kanisa kipaumbele kupeleka injili pamoja. Na kanisa hili la Kiadventista pia vile vile, uongozi wetu, tuna kiongozi anayeshikilia katika maeneo haya ya tunayaita Eastern Central Africa Division. Kiongozi ni mmoja na viongozi wengine wanashikana. Kwa hivyo hiyo hali ya utangamano imetupatia nafasi kubwa sana hata ya kupata wahubiri kutoka pande hii, waimbaji, na kutoka pande ile nyingine bila vikwazo wala matatizo yoyote. Na wanakuja Kinondoni kwa ajili ya juma la uamsho. Wakati huu marejeo ya Yesu Kristo yapo karibu sana, na tunahitaji watu kuweza kuamka kwa sababu tukio kubwa linakuja. Na hivyo tunategemea ya kwamba tumealika ndugu jamaa marafiki, na tunaendelea kualika kwa ajili ya tukio hilo ili tuje tuamke pamoja, maana Mwokozi anakuja hivi karibuni. Kwa hiyo wote tunawakaribisha, na itakuwa ni wakati wa furaha, wa maombi pamoja, na vile vile kumsihi Bwana kutupatia nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutupa mwendo wa kuweza kukaa vyema na kulinda hatua zetu hata tumpokee Kristo Mwokozi ajaye. Kama wananchi tunalikumbuka, lakini zaidi kwa kama kanisa, kwa Kinondoni tuna sehemu yetu ya kufanya, lakini kwa kama kanisa, wasemaji wetu wa kanisa pia wapo na wanaweza wakatoa kauli ambayo ni njema zaidi ili muweze kuifahamu vizuri, na itakuwa na mashiko na mafafanuzi. Lakini kama Kinondoni tunajiandaa kwa ajili ya juma la uamsho, na kama wananchi ni vizuri, na hilo haliwezi kukosekana kuliombea taifa letu. Tuna juma zuri la maombi, lakini pia nyimbo zitakuwepo. Kama ambavyo wamekwisha kusema, tunawaalika watu wote waje tuimbe pamoja, tuombe pamoja, kwa sababu watu wote tunamwabudu Mungu aliyetuumba sisi sote. Kwa hiyo sisi kama Getsemani, kama GK, tunawakaribisha wote wa Tanzania, upatapo nafasi uje tumwabudu Mungu kwa pamoja, tuombe kwa pamoja, tufahamiane vizuri kwa pamoja, ili hatimaye Mungu ajapo wote tuweze kurisi makao ya mbinguni. Kwa hiyo nyimbo pia ni ibada, tunawakaribisha wote mje msikie nyimbo nzuri, jamii ya watu wa Mungu.